Mabomu ya Urusi yameweza kulipua au kushambulia baadhi ya wanajeshi wa Ukraine muda mchache ambao umekwisha kupita, ambako pia baada tu ya taarifa hii nitakufahamisha pia taarifa nyingine kuhusu wanajeshi wa Ukraine kama kufanya shambulizi la kulipiza kisasi ambako waliweza kushambulia huko mkoani Kursk na kusababisha wanajeshi wa Urusi takriban 20 kuweza kuuawa katika shambulizi hilo. Karibu sana katika undani wa taarifa hii, nitakufahamisha hapa undani wa taarifa hizi mbili. Cha msingi na kusihi ya kwamba ungana nami mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii. Nikianza na taarifa kuhusu mabomu ya Urusi kuwashambulia wanajeshi wa Ukraine, imeelezwa kuwa kwa mujibu wa video nyingi mpya ambazo ziliweza kuibuka mtandaoni mwishoni kabisa mwa juma lililokwisha kupita, zikiangazia matumizi yanayoendelea ya mabomu ya angani ya kuanguka bila malipo yaliyowekewa vifaa vya kuboresha mabawa, ambapo ndege za Urusi zimekuwa zikituma mabomu ya kuteleza ili kuharibu nafasi za vikosi vya Ukraine pamoja na mitambo ya kijeshi nyuma zaidi ya mstari wa mbele wa kivita. Jeshi la Urusi limekuwa likitumia kikamilifu mabomu ya FAB yaliyowekewa vifaa vya uboreshaji vya Universal Correction and Guidance Modules maarufu kama UMPK tangu mapema mwaka 2023. Moduli ya mabawa hugeuza mabomu ya zamani ya kuanguka bila malipo kuwa silaha za usahihi wa hali ya juu na kupanua safu zao kwa kiasi kikubwa na kuruhusu ndege za vita kuzipeleka nje ya safu za ulinzi wa anga. Awali UMPK zilitumiwa na mabomu madogo yenye milipuko mikubwa kama vile FAB-250 au FAB-500, kisha kufuzu kwa silaha kubwa zaidi kama vile FAB-1500 na FAB-300 baadaye katika mzozo, ambapo vifaa vya kuboresha pia vimetumiwa na Thermobark OTAB-1500 na mabomu ya nguzo ya RBK-500. Katika mojawapo ya video hizo mpya, kile kinachoonekana kuwa ni bomu kubwa la FAB-3 linaonekana kusawazisha kituo cha muda cha kupelekwa kwa wanajeshi wa Ukraine katika mji wa Kupiansk huko mkoani Kharkov, na ni silaha mojawapo ya nguvu zaidi katika mfululizo yenye uzito zaidi ya tani 3. Picha zaidi pia kutoka Kupiansk zinalenga kuonyesha bomu lenye mabawa aina ya FAB-3 likipiga jengo linalotumiwa kama kituo cha amri na jeshi la Ukraine. Video nyingine ya ndege isiyo na rubani iliweza kurekodiwa katika kijiji cha huko Borovaya mkoani Kharkov na inaonekana ikionyesha bomu lenye mabawa dogo likifanya kazi, na huenda pia lilikuwa FAB-1500, na inasemekana kuwa mgomo huo pia uliweza kuharibu sehemu ya muda ya kikosi cha 3 cha mashambulizi ya kinazi ya Ukraine, kitengo cha wanazi mamboleo kilichoundwa kutoka kwa mabaki ya kikosi cha Azov. Licha ya taarifa hiyo pia ya mashambulizi ya Urusi, ambako imeelezewa namna ambavyo pia Urusi imefanya mashambulizi kwa mabomu tofauti ambayo yameweza kuboreshwa siku za hivi karibuni, pia wanajeshi wa Ukraine waliweza kufanya shambulizi katika kituo cha udhibiti wa vitengo vya ndege zisizo na rubani huko nchini Urusi, ambako jeshi la wanahewa la Ukraine liliweza kushambulia kituo cha udhibiti wa kitengo vya ndege zisizo na rubani za Urusi karibu na kijiji cha Tetekino huko jimbo la Kursk nchini Urusi mnamo Mei 4. Wafanyakazi wakuu wa Ukraine waliweza kuripoti hivyo siku ya Jumatatu. Wahudumu wa upelelezi na ndege zisizo na rubani walikuwa katika eneo hilo kutokana na mgomo huo hadi wanajeshi 20 wa Urusi waliuawa na vifaa vyao kuharibiwa. Kijiji cha Tetkino katika mkoa wa Kursk kiko chini ya kilomita 10 zikiwa ni sawa na maili 6 kutoka mpaka wa Ukraine, na kabla ya uvamizi kamili wa Moscow makazi hayo yalikuwa na hadi watu 4000. Vikosi vya Ukraine vimeweza kulenga mara kwa mara vituo vya kijeshi na viwanda vya Urusi vilivyo nyuma ili kudhoofisha kabisa uwezo wa Moscow
wa kuendesha vita vyake vya pande zote. Wakati huo pia Urusi inaendelea kulenga miji na vijiji vya Ukraine mara kwa mara kwa kutumia ndege zisizo na rubani, makombora, mabomu ya kuteleza na mizinga, hivyo kusababisha maafa makubwa ya raia nchini humo. Kikosi cha ulinzi wa anga cha Ukraine kiliweza kudungua pia ndege takribani 42 kati ya 116 na ndege zisizo na rubani zilizoweza kurushwa usiku kucha. Jeshi la wanahewa la Ukraine liliweza kuripoti hivyo jana Jumatatu, ambapo ndege zisizo na rubani 21 ziliweza kutoweka kwenye rada bila kusababisha uharibifu kulingana na taarifa hiyo. Mwisho wa ripoti ya muda huu. Pia ripoti zaidi zinafuatia hapo baadaye. Endelea kunifuatilia na kunitembelea kila siku ili pia usipitwe na taarifa zingine zote ambazo pia nimekuwa nikiziweka hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa. Hivyo basi nakusihi kwamba endelea kuwa nami kila muda na kila siku kwa taarifa zingine zaidi.